walikuwepo watu ambao Mungu aliwaandaa waombe kabla ya vyama vingi kutokea. Kabla ya vyama vingi ya kisiasa kutokea, walikuwepo watu ambao walilia mbele za Mungu na kuomba na kuikabidhi kabla ya mambo yote. Kabla ya mambo yote, maombi kabla ya mambo yote. Mambo gani? Tutakwenda kujua katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Mtume Paulo katika Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 1 na wa 3 anazungumza habari hii. Fungua pamoja nami Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 hata ule wa 3. Neno la Bwana linasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mstari wa 2, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na usahihi. Mstari wa 3, na hili ni zuri tena la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Maombi kabla ya mambo yote. Kabla ya jambo lolote, maombi kwanza. Kabla hujafikia jambo lolote unalotaka kufanya, unalotaka kutekeleza, kabla hatujafikia kufanya jambo lolote kama kanisa, kama wewe binafsi, kama mtu binafsi yoyote, kama taifa, kama jamii, kama familia, Biblia inatuambia kabla ya mambo yote, maombi. Nataka dua, nataka sala, nataka shukrani, nataka maombezi. Kabla ya yote hayo, Paulo anasema nataka dua, nataka sala, nataka maombezi, nataka shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mungu asifiwe. Zifanyike kwa ajili ya mambo ya watu wote, kwa ajili ya mambo yote. Mungu anatuhamasisha, Mungu anasema na sisi, kabla hujafanya jambo lolote, kumbuka, anza na maombi. Maombi ni ya maana sana, maombi ni ya muhimu sana. Tunaenda na mwezi huu, tunamaliza leo mwezi siku 40 ya maombi, sawa, lakini nataka ujue kwamba kabla ya mambo yote tunahitaji kutanguliza maombi. Kabla ya mambo yote, Mtume Paulo ameelezea maombi haya, akaelekeza ifanyike kwa ajili ya wakuu wa nchi hii, wenye mamlaka, tuishi katika hali ya amani, tuishi katika hali ya utulivu, tuishi katika kumpendeza Mungu. Lakini kabla ya hayo yote, kabla ya mishe zako, kabla ya lolote, ili ufanikie, ili ubarikiwe, ili umwone Mungu, ili umjue Mungu, ili Mungu atembee na wewe, kuna kitu kinachoitwa maombi. Maombi, sala, dua, maombezi, shukrani zifanyike kabla ya yote. Na iko wazi sana ndugu wapendwa, kwamba hitaji kubwa sana, au katika malengo yetu sana tulio nayo na mikakati yote tulio nayo na mipango yote tulio nayo, tunahitaji kutanguliza maombi. Ukisoma Yesu mwenyewe kabla hajaanza huduma yake, alizaliwa hapa katika ulimwengu huu, tunafahamu. Aliishi kama mtu mwingine yote, lakini ilipofika ile point anataka kuanza huduma, au miaka yake ya kuanza huduma, Biblia anasema alianza na maombi. Alijitengea nafasi
ya kufunga siku 40 kabla hajafanya chochote. Hapo ndio unaanza kujifunza. Na alipotanguliza maombi, ndio akaanza huduma, ndio akaanza utumishi, miujiza, maajabu yakaanza kutendeka katika huduma yake. Mambo mengi yakatokea. Lakini kumbuka, Yesu alifanya maombi ya siku 40 kabla ya kuingia kwake. Alitanguliza maombi kabla hajajaribiwa na shetani, kwa sababu Mungu anajua kesho yako. Mungu anajua hatima yako. Mungu anajua mipango, hata kama tuna mipango, lakini Mungu anajua zaidi kesho yetu. Sasa Mungu anatuagiza kwa neno lake kwamba tutangulize maombi. Tuwe na wakati wa kuomba vya kutosha. Tuwe na wakati wa kumtafuta Mungu vya kutosha, kama tunavyoagizwa au tunavyofundishwa na neno la Bwana. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 tunakwenda kusoma kuanzia kifungu cha kwanza. Tunaanza kusoma habari za Yesu mwenyewe. Habari za Yesu mwenyewe, Mwokozi ambaye alikuja kumtumikia Mungu, lakini kurudisha ile sura ya Mungu na neema ya Mungu na wokovu wa Mungu kwa watu, au kuwarudisha watu kwa Mungu. Lakini kabla ya kufanya hiyo huduma ya kuingia msalabani, kabla hajahubiri, kabla hajafanya huduma zozote, alitangulia maombi. Katika sura ya 4 kitabu cha Mathayo mstari wa kwanza mpaka wa 4 anasema kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Huyu Roho aliyempandisha Yesu nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, endelea kusema, kisha Roho Mtakatifu akamuongoza kwenda katika jangwa kusudi ajaribiwe na Shetani. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Naye Yesu alipomaliza kufunga kula chakula kwa muda wa siku 40 mchana na usiku, akasikia njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Huyu ndio Shetani, huyu ndio mjaribu. Mstari wa 4 anasema, naye akajibu akasema, imeandikwa. Nimeacha kidogo Shetani ndio huyu Shetani sasa anaanza kuleta majaribu yake, kumwambia hivi, kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yageuke kuwa mikate. Na Yesu akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Maneno ya Yesu, ndugu zangu, hata tukiachia hatu hapa, Mungu aliona, Mungu alijua kusudi la Mungu juu ya kila kitu, juu ya mipango yake yote ya ukombozi wa wanadamu ulikuwa juu ya Yesu. Ulikuwa juu ya Yesu. Na hapa tunamwona Yesu anapandishwa na Roho Mtakatifu kupelekwa jikani ili ajaribiwe na Shetani au Ibilisi. Lakini kabla ya yale majaribu, Yesu huyo Roho Mtakatifu anamuongoza Yesu kuomba kwa siku 40 mchana na usiku, amefunga. Kabla ya kufanya chochote, Yesu anaingia kwenye maombi.
Na mbele ya Yesu, Mungu alijua kwamba kuna majaribu yatakayokuja mbele yake katika safari yake. Na Roho Mtakatifu, kwa sababu anajua kila kitu, anamuongoza Yesu mahali ambapo ataomba, mahali ambapo atafanya ukaribu sana na Mungu kwa njia ya maombi kwa siku 40. Na huko akiwa mbele za Mungu Baba yake kwa maombi, hatuoni, Biblia haisemi ameomba nini wala mahitaji aliyoyapangilia kuyaombea, lakini Biblia inasema tu ameomba ndani ya siku zote 40, mchana na usiku. Akiomba nini, Biblia haiweki wazi, lakini Mungu anayemfahamu mwanaye na anafahamu nini kipo mbele ya Yesu katika kazi yake ya umisheni hapa duniani na kazi yake ya ukombozi wa wanadamu, na anajua kwamba miliki ya dunia yote ilikuwa mikononi mwa Shetani wakati huo, kwamba Shetani ndiye amekamata kila kitu, mpaka mtu mwenyewe aliyeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Na sasa Yesu anakuja kinyume na huo mpango na utaratibu wa Shetani. Inabidi sasa Yesu achukue nafasi ya kutosha ya kwenda mbele za Mungu ili Mungu amvike nguvu na uweza. Kumbuka Yesu alikuwa mwanadamu kwa 100%. Kwa hiyo katika ile kipengele au katika ile eneo la kuwa mwanadamu wa 100%, alihitaji nguvu za Mungu zitakazomwezesha kukutana na huduma iliyoko mbele yake. Alihitaji kutembea na Mungu, sio kwamba alikuwa mbali na Mungu kaya ufahamu, lakini alihitaji ule ubinadamu wake aliokuwa nao. Ilihitajika Mungu mwenyewe amtie nguvu katika ile uhalisia wa ubinadamu aliokuwa nao, kwamba sasa ninakwenda kukabili msalaba, ninakwenda kumkabili Shetani na kunyang'anya mamlaka zote na kumkomboa mwanadamu mikononi mwake. Sasa anahitaji kuomba kwa muda wa kutosha. Wapendwa, kabla ya mambo yote, maombi. Na Yesu mfano wetu, kielelezo kizuri sana, kilicho bora. Ikiwa Yesu anafunga, ikiwa Yesu anaomba, ikiwa Yesu anamtafuta Mungu, na 100% ana mfano wa Mungu, 100% ni Mungu. Ikiwa Yesu anafanya hayo yote, je, si zaidi sisi ambao kwa 100% zote, sio tu 100% zote, mpaka ile kiroho tuliyokuwa tunafanana naye imeharibika moja kwa moja, si zaidi sisi tumuhitaji Mungu zaidi? Bila shaka ni zaidi. Mungu atusaidie. Ni zaidi sana ndugu zangu. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, huyu Yesu ambaye ni kielelezo anakwenda kukabiliana na mambo mazito magumu, lakini tunaona ameanza na maombi. Alafu then baada ya maombi, huyo ibilisi, ili aonekane kwamba Yesu amethibiti, anaanza kumtokea Yesu. Na unajua Shetani ni mjanja, anapitia mahali kuna udhaifu, anamtafuta mtu wakati ameshajua udhaifu wa huyo mtu. Sasa udhaifu wa Yesu pale si ni njaa. Alikuwa na njaa, ana njaa baada ya maombi ya siku 40, kwamba sayari sasa amemaliza maombi, kinachohitajika ni chakula. Na huyu Shetani anamjua kabisa kwamba huyu ninayemwendea
ana uwezo wa kila kitu. Ndio maana anatumia uwezo wake wa Yesu kwamba anaweza hata kubadilisha mawe yatokee mikate, anaweza. Lakini wakati huo kwa mkono mwingine anajua kwamba ninapitia mlango huu wa udhaifu wake, wa njaa yake, ili nimjaribu. Tafadhali wewe Yesu, si unaweza kubadilisha? Wewe si mwana wa Mungu, badilisha mawe haya yawe mikate. Tamka neno, mawe yabadilike. Kumbuka amepitia udhaifu, lakini anajua udhaifu napeleka ili atumie uwezo wake kujaza udhaifu wake. Kujaza udhaifu wake. Yesu. Na hapo wengi tunapigwa. Hebu fikiri kama ingelikuwa mtu unajiamini kabisa kwamba unaweza. Unaweza. Kumbuka mambo mawili, usiache. Udhaifu ule aliokuwa nao Yesu wa njaa, na uwezo aliokuwa nao kama mwana wa Mungu. Alafu mjaribu anataka yote haya yafanye kazi, lakini kwa neno lake Shetani. Kwamba mimi ndio nakwambia, si una njaa na wewe ni mwana wa Mungu, ongea na mawe. Yesu amejaa upako, amejaa nguvu, amejaa uwezo, amejaa maarifa, amejaa neno ndani yake. Kwa hiyo haoni shida kupigana hii shida au tatizo. Lakini ingelikuta kama ni wewe mwanadamu au ni sisi wanadamu, sasa unajaribiwa katika uwezo wako, maarifa yako. Mungu asifiwe. Tuna madaktari. Sasa tuna madaktari wako hapa wamekati wananiangalia. Alafu anapitia hapa kwenye falsafa yako. Dr. Sam yuko pale, Dr. Mayana yuko pale, Dr. Ngimba na wengine wasomi mbalimbali. Sasa anakujia katika uwezo wako, wa akili yako, wa maarifa yako. Anakujia. Anakujia Shetani huyo. Mungu atusaidie. Mlango pekee utakao tutoa hapo, au utakao watoa madokta hapo pamoja na wewe na mimi, mlango wowote ni kule kuwa mtu wa maombi, lakini kuwa mtu wa kujua neno, lakini kuwa mtu wa kuwa pamoja na Mungu wakati wote. Ndio hapo tutapona. Si Mungu atusaidie. Ndugu zangu, kabla ya mambo yote nataka dua. Kabla ya mambo yote nataka dua. Ufahamu hilo. Yesu akaingia kwenye maombi. Piga maombi, amemaliza. Alafu majibu ya kwanza. Majibu ya kwanza. Hivi tunatarajia nani atujibu? Jamani, mpo pamoja na mimi au mnaniangalia tu? Bwana asifiwe. Jamani, tunatarajia nani atoe majibu? Si tuseme au una mashaka na Mungu? Si tunatarajia tutoke na majibu? Alafu hapo ghafla anayemtokea ni nani? Shetani, ibilisi mwovu. Si analeta majibu, analeta uharibifu. Lakini kwa sababu Yesu alijua kabla sitafanya chochote, ngoja niingie kwenye maombi ya kutosha, ngoja nifanye ya kutosha, nifanye ya kueleweka, ili sasa aweze kukabili yale ambayo yako mbele yake, ndio akashinda. Si Mungu atusaidie? Ndio akashinda. Wewe na mimi, ambayo kila siku tunawaza maisha, kila siku tunawaza watoto, kila siku tunawaza watasomaji, kila siku wanafunzi tunawaza masomo, kila siku. Sawa, yote hayo ni safi, si mbaya.
Kwa hiyo shetani akikubania pale pale anaweza akafanikiwa. Lakini nataka nikwambie, hawezi kufanikiwa pale ambapo wewe ni mtu unayeongozwa na Roho. Wewe ni mtu mwenye tabia ya maombi. Mungu asifiwe. Unajua wakati mambo hayajawa mabaya, unaweza kuomba. Ndio maana Mtume Paulo anaandika, wakati kabla mambo hayajaharibika ndio kanisa linaweza kuomba. Lakini tukisubiri yaharibike, hata kama ni katika uongozi wa nchi na mataifa yetu, tukisubiri yaharibike alafu ndio tunakuja kuomba, ndio inafika sasa mahali tunaomba tu maombi ya zimamoto, lakini hatujajipanga maombi ya kutosha kabla ya tatizo. Kwa hiyo Paulo anaeleza na kuhamasisha ndugu kwamba kabla ya mambo yote kutokea, kabla ya ubaya wowote, kabla ya kukosekana kwa amani, kabla ya uvunjifu wa amani, tangulizeni maombi. Pigeni maombi kwanza. Sasa ukifika kule kwenye tatizo, ukifika kule kwenye matokeo sasa ya kile kilichokuwa kinatarajiwa kutokea, sasa tumeomba vya kutosha, ina maana haitatokea, maana Mungu anakwenda kuzuia. Mwaka 1994 nakumbuka, maana nilikuwa mmoja wao. Mwaka 1994 Mungu alisema na sisi. Tulikuwa wengi sana 94 kwamba tuombee nchi ya Tanzania. Nakumbuka tukajitengea maombi ya siku 21 kuomba juu ya nchi. Tukawa tumekutanika pale Arusha mjini kwenye ukumbi unaoitwa Elite Cinema Hall. Tuko pale siku 21 tunalia na kulia kwa ajili ya Tanzania. Na wakati huo tumeonyeshwa mambo ya ajabu sana, mauaji na nini yanayokuja kutokea katika nchi hii. Na tumeongozwa na yale maombi tuliyafanya. Ilikuwa ni sio kanisa moja. Kwa kanisa mengi tumekutanika pale. Tukawa tunapiga maombi akiomba akina Mwakasege, Kristo Mwakasege na wengine, tukakutanika pale wengi sana. Tunalia kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Ghafla baada ya muda 95 tunaingia sasa kwenye uchaguzi wa vyama vingi. Kumbe walikuwepo watu ambao Mungu aliwaandaa waombe kabla ya vyama vingi kutokea. Kabla ya vyama vingi ya kisiasa kutokea, walikuwepo watu ambao walilia mbele za Mungu na kuomba na kuikabidhi kabla ya mambo yote. Nataka dua. Kwa hiyo walikuwepo watu ambao walisema, Mungu tunaomba uiponye nchi yetu. Yalikuwepo maombi sana ya kutosha. Nilikuwa mmoja walioshiriki siku zote 21. Yote haya mimi nimeyapitia. Tena wakati ule sisi tukiwa wachumba, tulipata nafasi ya kuomba. Mimi nilikuwa nataka watoto 4. Mama anataka watoto 2. Haya. 2, nimwambia si hivyo. Yeye watoto 2 tu, mimi ni 4. Sasa sijawahi kusema hivi. Kwa hiyo mimi najua naoa na nimeshakata majina ya wale watoto wote 4. Wote 4 nimeshatengeneza majina. Wa kwanza, wa pili mpaka wa mwisho 4. Sasa tunakutana ndio tumefungishwa ndoa. Hivi wangapi wewe? 2. Mimi 4 bana. Mimi 4 nataka 4. Haya basi tukafika mahali pa kupatana kwamba isiwe ya kwako wala isiwe wa nani? Ya kwako. Ndio maana tumepata watoto 3. Isiwe wa kwako wa 2 na isiwe wa kwako wa 4. Haya, tuje namba ambayo hatukuwa nayo. Namba ngapi? Namba 3. Mungu amefanya. Bwana asifiwe.
Kabla ya mambo yote, tia maombi. Weka maombi ya kutosha. Unajua niwaambie kitu. Mungu ametubariki na hao watoto, bado tunawapenda na naamini wanaendelea vizuri. Naamini watatufuata nyayo zetu. Maana tumewaombea tangu akiwa tumboni mwa mama yao. Tulikuwa tunabandika mikono, omba, takasa, bariki. Kabla hajazaliwa. Kamata tumbo, omba, bariki. Sasa vijana nimewapa siri. Unajua wakati Mungu anamwambia Daudi, wakati Mungu anamwambia mfalme Daudi, kwanza Daudi alikuwa na moyo na shauku ya kumjengea Mungu hekalu. Si tuko pamoja hekalu. Mungu anamwambia sasa Daudi. Daudi kwanza amepata hiyo shauku, mimi nitamjengea Mungu hekalu. Akajipanga. Unajua ukisoma Biblia iko wazi kabisa. Akajipanga. Kila kitu Daudi alikusanya. Si ndio? Daudi alikusanya kila kitu, material yote, dhahabu, vyombo vya chuma, vya mbao, nguzo, nini, kila kitu alijipanga. Anasema, Mungu naomba unipe kibali nikujengee nyumba. Tumechoka na hema za kuhamahama zile za Musa. Leo tunataka kujenga jengo la kutosha, jengo zuri. Na kwa kweli ukiangalia, naamini watatufuata nyayo zetu. Maana tumewaombea tangu akiwa tumboni mwa mama yao. Tulikuwa tunabandika mikono, omba, takasa, bariki. Kabla hajazaliwa. Kamata tumbo, omba, bariki. Sasa vijana nimewapa siri. Unajua wakati Mungu anamwambia Daudi, wakati Mungu anamwambia mfalme Daudi, kwanza Daudi alikuwa na moyo na shauku ya kumjengea Mungu hekalu. Si tuko pamoja hekalu. Mungu anamwambia sasa Daudi. Daudi kwanza amepata hiyo shauku, mimi nitamjengea Mungu hekalu. Akajipanga. Unajua ukisoma Biblia iko wazi kabisa. Akajipanga. Kila kitu Daudi alikusanya. Si ndio? Daudi alikusanya kila kitu, material yote, dhahabu, vyombo vya chuma, vya mbao, nguzo, nini, kila kitu alijipanga. Anasema, Mungu naomba unipe kibali nikujengee nyumba. Tumechoka na hema za kuhamahama zile za Musa. Leo tunataka kujenga jengo la kutosha, jengo zuri. Na kwa kweli ukiangalia, ni jengo zuri kabisa. Na huyo Mungu ni mzuri, kwa sababu hata Daudi akapewa hata ramani, kwamba ramani ya jengo itakuwa hivi, mpaka na mahali pa kujenga. Mungu akamwambia, wewe utajenga hapa. Litajengwa hapa. Ile hekalu itajengwa hapa. Na Daudi akajipa kila kitu, kila kitu, isipokuwa sasa Mungu akamwambia, njoo wewe utanijengea. Wewe hutanijengea. Kwa nini? Akamwambia, kwa sababu mikono yako imemwaga damu, na wewe ni mtu wa vita. Wewe ni mtu wa vita. Anayejenga hekalu takatifu anatakiwa mikono yake iwe ni safi, mikono takatifu. Wewe Daudi, pamoja na kwamba una moyo, pamoja na kwamba una nini, wewe una shauku, umejiwekea mipango, una kila kitu, unaweka kila kitu nini, lakini wewe hapana. Mikono yako ina damu. Mikono yako inanuka damu. Moyo wako, wewe ni mtu wa vita. Kaa pembeni. Nitakuletea mtoto mororo, msafi, mzuri, ndiye atakayezaliwa kwako, na ndiye yeye atanijengea. Mtu ambaye amejaa amani. Kwa hiyo kabla hata ya kujenga hekalu, Daudi aliomba.
na kabla ya kujenga Mungu amajibu. Kwa hiyo anasubiriwa Sulemani. Yaani Daudi akaridhika. Soma vizuri maandiko. Anasema basi atatokea. Akaanza kuambia watu, yuko atakayekuja. Yuko mwanangu atakayezaliwa katika viuno vyangu. Ndiye atakayejenga hekalu. Mungu amenikataza. Mungu hapendi, hajakubali mimi nimjengee. Lakini yuko anayekuja. Baadaye anazaliwa, anakuja Sulemani. Anakuwa. Anafika mahali. Daudi akaanza kumchukua mtoto wake akamwambia, Suleiman mwanangu, njoo hapa. Wewe ndiwe utakayemjengea Mungu hekalu. Na Sulemani, hilo jina tu manake ni mtu wa amani. Soma vizuri Biblia. Ni mtu wa amani. Kwa hiyo utamjengea Mungu hekalu. Na Biblia inasema Mungu alimsterehesha Sulemani katika uongozi wake. Yaani hata wale maadui wa Kiyahudi, maadui wa Israeli, wote wakati wa Sulemani hakujatokea kelele hata moja. Vita hata moja. Yaani Mungu alileta utukufu wa ajabu kulingana na ile utulivu na amani ya Sulemani, na jambo ambalo linaenda kufanyika. Jambo linaloenda kufanyika la kujenga hekalu. Kwamba hekalu linakuja kujenga, na huyu kwa sababu ninahitaji ndiye ajenge hekalu, ninahitaji amani iwepo. Mungu akanyamazisha kila kitu. Ndani ya miaka 40 ya Sulemani hakuna vita. Hakuna vita. Sulemani anakuja anaanza kujenga hekalu. Jambo moja ambalo nataka nikwambie kabla sijaingia hiyo. Wakati wanachonga mawe ya kujenga hekalu kule Korongoni, yale mawe na matofali na kila kitu haikutengenezwa kwenye eneo la hekalu nalojengwa. Ilienda kuchongwa huko mbali. Nenda kakate miti kule mbali, Sidoni kule ndio kuna mierezi, sijui na wapi, nenda kakate lete. Kwa hiyo ilipofika wakati wa kujenga, Sulemani anajenga. Sasa Biblia inasema ni wakati wa amani sana. Hakuna kelele. Halo. Hakukuwepo kelele wala vita. Ilikuwa tu ni huyu analeta, huyu anaweka, mafundi. Ukisoma ameshirikisha mpaka mafundi wa kutosha. Yaani mafundi wenye ustadi wa kuchonga dhahabu, kuchonga shaba, kuchonga mbao na madini mbalimbali, shohamu na vitu vya thamani. Wachongaji walikuwa wanachonga, lakini Biblia inasema hawakuchonga kwenye eneo, wala sio wakati wa kujenga hekalu. Kwa nini? Walikuwepo watu waliofanya maombi kabla ya jengo la hekalu. Mungu atusaidie. Walikuwepo watu licha tu kwamba wamejiandaa, lakini alikuwepo baba yake huyu Daudi mwenyewe alikuwa muombaji na aliomba mpaka Mungu akamjibu. Kwa hiyo walikuwepo kikosi cha waombaji, walikuwa wanaomba kule, yani zamani zilizopita, miaka iliyopita, wakajenga na ile hekalu limejengwa kwa muda wa miaka mingapi? Wasomaji wa Biblia, endelea kutafakari. Endelea kutafakari. Kwa hiyo walikuwepo watu ambao walifanya ile kazi. Wao kazi wanayofanya, walichonga, wakachonga. Kwa hiyo zilikuwepo zimepangiliwa kila kitu. Ilipofika wakati wa kujenga sasa, amani ipo. Wanajenga. Bwana asifiwe sana. Wanaanza kujenga. Hakuna kelele. Hakuna fujo. Ni amani ya kutosha. Hivi unajua wakati Roho Mtakatifu analijenga kanisa la Mungu, ni wakati wa amani unatakiwa. Mungu atusaidie. Hivi unajua wakati Roho Mtakatifu anamwandalia Yesu kanisa dunia hii, unajua kwamba inapaswa kuwa
wakati wa amani? Inatakiwa iwe wakati wa utulivu. Ngoja nikwambie, wakati Roho Mtakatifu anajiandaa, wanafunzi wa Yesu alipoagiza kwamba msifanye lolote, msiondoke, msiguse chochote, msihubiri, msifanye lolote, nendeni kaeni tu kwenye chumba cha pale orofani msubiri. Mambo mawili aliwaambia. Muombe tu. Mfanyeje? Omba, mfanyie Mungu ibada, sifa na ibada. Kwa hiyo mitume wa Yesu au wanafunzi wale wa kwanza, kanisa la kwanza, walikuwa na nafasi ya kuomba tu kabla Roho Mtakatifu hajaja duniani. Roho Mtakatifu kabla hajaja duniani, walikuwepo watu wanaomba kabla ya mambo yote. Nataka dua. Mungu atusaidie. Mungu asifiwe. Kabla ya Roho Mtakatifu hajaja, walikuwepo watu walioomba. Walikuwepo watu wanalia, anasema Mungu tusaidie, tujaze, achilia ile hali ya baba. Lete hali ya baba, lete baba, nishusha. Sisi hatuwezi, sisi ni dhaifu bila Roho Mtakatifu. Walikuwepo watu wanalia. Hata leo ukitaka kumpata Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu sio kama shetani avamii. Roho Mtakatifu ni roho mtulivu wa amani. Anakuja mahali ambapo kuna utulivu, kuna amani. Amen. Anakuja mahali ambapo ni moyo ambao umejawa maombi. Yaani mtu ametulia, anasubiri maombi. Yuko anasubiri Roho Mtakatifu, lakini ana maombi. Roho Mtakatifu anaingia pale. Shetani yeye anaangalia tu kama nyumba imefagiliwa na hakuna chochote. Yeye anafanyaje? Anaingia. Lakini Roho Mtakatifu